Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji na mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Tunakushukuru kwa moyo wa dhati kwa sababu umekuwa mwaminifu katika safari ndefu ya siku 40. Asante kwa sababu umejitolea na kutoa muda wako kwa ajili ya kufuata video zetu na kuchangia mafundisho ambayo yanatuhimiza kusogea karibu na Yesu Kristo. Katika programu hii ya One Voice, kwa kuinua sauti zetu kama sauti moja ili tumtangaze Yesu Kristo, tunatanguliza kipindi hiki cha One Voice kwa kusherekea miaka 2000 ya ubatizo wa Yesu Kristo na siku 40 za maombi. Naamini ya kwamba siku hizi za 40 za maombi itakuwa mbaraka kwa ajili yako, kwa familia na wale wote wanaokuzunguka. Waalike wa rafiki wote na kuwasambazia video hizi, na kama bado hujakuwa mwanafamilia wa Trust and Obey Media, ninakualika uweze kusubscribe, ubonyeze kwa kulike na kufanya mambo mengine ambayo yatakupendeza ili uweze kupata mafundisho yetu kwa wakati. Leo ninakujia na fundisho lingine nzuri, fundisho lenye mguso wa pekee. Ninaamini ya kwamba kwa kusikia fundisho hili utaenda kubarikiwa. Kaa na uweze kusikiliza yale ambayo Bwana amekubali na kusudia tuweze kujifunza pamoja. Leo tunajifunza nguvu iliyoahidiwa. Nguvu iliyoahidiwa. La puissance promise. Kwa kweli fundisho letu la leo linaanzia katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza, shairi la 8. Inasema, na mtaipokea nguvu, na mtaipokea nguvu, Roho Mtakatifu atawashukia ninyi, na ninyi mtakuwa mashahidi wangu. Na wanapozungumzia shairi hili tunaona ya kwamba wakati maneno haya yanatajwa ni kama vile Yesu aliwatazama wanafunzi wake na akaona ya kwamba kuna jambo hawajalipata. Kwa sababu hapo maneno haya Yesu anayazungumza anapotaka kuondoka na kurudi mbinguni. Ukisoma mashairi haya hata katika kitabu cha Yohana sura yake ni ya 14 shairi la kwanza, aliwaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Inamaanisha ya kwamba wakati Yesu alipokuwa akiwaelezea wanafunzi wake kuhusu mambo yake ya kuondoka duniani, mafadhaiko yalionekana na wengine walionyesha sura iliyoonyesha kwamba wamechoka katika mioyo yao, walizoea kuishi pamoja na Yesu. Ni kama vile waliona kama Yesu atakapoenda watabaki kuwa mayatima. Ndio maana Yesu akawaambia msiogope, msifadhaike, muniamini mimi. Na hapo katika shairi ile akasema mutapokea nguvu, Roho Mtakatifu atawashukia ninyi na mtakuwa mashahidi. Kuna vitu ambavyo vinafuatana hapa: kupokea nguvu, Roho atashuka na mtakuwa mashahidi. Ukisoma fundisho hili vizuri utaelewa ya kwamba upokezi wa nguvu ulitokana na siku fulani za maombi, na Roho Mtakatifu aliwashukia wale watu wanafunzi wa Yesu wakati walipokuwa wamejiweka katika maombi. Jameni, ili tuweze kufikia kipengele cha kuwa mashahidi lazima tuwe tumepokea nguvu, na nguvu hiyo iwe ni Roho Mtakatifu. Kwa kweli ilionekana ya kwamba walikuwa hawajafikia kilele ambacho Yesu alikuwa anataka ili kazi iweze kuendeka. Kwa kweli walikuwa wametembea pamoja na Yesu. Petro walikuwa wameshuhudia miujiza na walikuwa wameona vile ambavyo Yesu amevitenda. Wengine Mathayo walikuwa wamejua yale ambayo Yesu ameyatenda, lakini kauli ya mwisho anasema mutapokea nguvu. Jameni, kazi ya Mungu sio kazi yetu. Ili watu waweze kuokolewa na kuongoka inatokana na nguvu ambayo Mungu alitutolea. Ikiwa umetoa maneno na watu wamekubali na wamekubali mwito kupita na kukubali Yesu Kristo kama mwokozi wao, si kwa sababu ulipata maneno ya kuyaongea, lakini kwa sababu ulipokea nguvu. Hapa tunazungumzia wanafunzi wa Yesu, wale ambao walikuwa mashahidi wa karibu na Yesu, lakini ingeliwezekana waweze kubaki wanapokuwa wamejua formulas ambazo Yesu alikuwa akizitumikisha kwa ajili ya kutenda kazi. Ila Yesu akasema msifadhaike, mkae, mtapokea nguvu. Na wakati waliposikia kauli hizi, Yesu Kristo alipokuwa ameondoka, wakaenda na kukusanyika katika chumba kimoja ili waweze kuomba. Mtu hawezi akapokea nguvu ikiwa amekaa tu bila kuwa na maisha ya maombi. Ndiyo maana ili tuweze kupata nguvu itakayoweza kutusaidia kutangaza habari njema na kuweza kufikishia ulimwengu neno la Bwana na kuweza kuonesha Yesu aliyebatizwa ambaye alifufuka na yule Yesu ambaye anatawala leo, lazima tuwe tumepokea nguvu.
Kuna watu wengi wameshindwa kutangaza jina la Yesu katika namna ambayo Yesu anataka, sababu hawajapokea nguvu ya Roho. Kuna wengine tunaweza tukazani ya kwamba wametoa neno kwa nguvu ya Roho, akumbe wako katika mazoea ya kujitajirisha katika kazi ya Mungu. Lakini hapa tunajadili jambo la kupokea nguvu, na tunaelewa ya kwamba ili tuweze kupokea nguvu lazima tuwe katika maisha ya maombi. Inaonekana hapa kulikuwa kanisa ambalo ni maskini lakini linalokuwa na vitu. Ni maskini lakini linalokuwa na vitu. Inamaanisha nini? Wanafunzi walikuwa katika kanisa ambalo linakuwa na vitu vya kimwili ambavyo vinaguswa vizuri. Ukitazama historia ya wanafunzi, wanasema ya kwamba walikuwa wakikusanyika pamoja, wakiomba pamoja, wakimega mkate pamoja, wakichangia vitu kwa pamoja, lakini walikosewa nguvu. Ndiyo maana ilibidi wajipange vizuri na wakae kwa ajili ya maombi, na walipoomba wakapokea nguvu ya Roho. Baada ya kupokea nguvu ya Roho wakaonekana kuwa mashahidi. Kwa kweli, ahadi kubwa katika ulimwengu wote ni ahadi ya kuomba Mungu atupe nguvu. Na miongoni ya vitu ambavyo tunaweza tukajidai katika maisha ni kuona uwepo wa Mungu unaendelea kuwa katika maisha yetu. Tuchukue picha ya wanafunzi wa Yesu ambao waliishi pamoja na Yesu kila siku. Alipoondoka wakazani watabaki hao peke, lakini uwepo wa Yesu ulizidi kuwa hapo, sababu waliomba na nguvu ya Mungu ikiishi pamoja nao. Na kwa kweli wanafunzi wa Yesu waliweza kutenda maajabu, na mambo yaliendeka na mambo yaliweza kutendeka. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu katika saa hizi za nyakati za mwisho, ambapo kwa kweli dunia inaenda kugusa nukta ya mwisho ya historia yake. Lazima nguvu ya Roho iweze kushuka. Mambo yanapoendelea kuharibika katika dunia, Roho Mtakatifu tunamhitaji sana. Ukiweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo 1:1 inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Juu ya dunia kulikuwa Roho Mtakatifu akitanda, sababu giza ilikuwa imefunika vilindi na maji ilikuwa imefunika dunia yote. Na hapo tunaona Roho wa Mungu. Inamaanisha ya kwamba pahali ambapo kuna tovu wa bohu, lazima Roho wa Mungu atande hapo. Wakati dunia inapopitia vipindi vikali na mambo yameharibika na giza tunaipitia, giza ya mahusiano, giza ya kiroho, giza ya uchumi, vitu vingi, lazima Roho wa Mungu atawale. Na mambo haya yatawezekana ikiwa tutaishi kwa amani, ikiwa tutaishi katika maisha ya maombi. Mungu wetu wa mbinguni atusaidie ili tuchukulie sana hizi ahadi za Bwana za kuweza kuishi pamoja nasi kila siku. Lakini ahadi hizi zinakuja kwa condition moja, tuwe watu wa maombi. Tunawashukuru wale ambao wameungana nasi katika maombi haya. Uwe na muda wa kuonesha Mungu hitaji zako. Uwe na muda ya kuambia Mungu, Bwana, ninataka uwepo wako uonekane katika maisha yangu, na Roho wa Mungu atakusaidia. Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe, na katika muda huu, wakati nguvu za Mungu zinapokushukia, iwe hatua mpya ya kuanja dini ya kweli pamoja na Mungu, kama vile wakati wa Pentecost ambapo wanafunzi wa Yesu, hapo ndipo walianja safari ya kanisa la kwanza. Na wewe unapopokea Roho wa Mungu, nguvu, ahadi ya Mungu, uweze kuanja safari ya kanisa mpya ya rohoni mwako pamoja na Yesu. Bwana akubariki na uweze kusimama, usikate tamaa. Hata kama mambo yataharibika, mwambie Bwana, ninahitaji ahadi zako zitimilike. Bwana awe pamoja nawe na akubariki pamoja nami kwa jina la Yesu. Amina.